Yani mtu ambaye kawahi swala ya faradhi akadiriki takbira ya mwanzo nyuma ya imamu, na halafu akaswali kwa sharti zote za sala na nguzo kutimia, thamani ya swala yake haifanani na mtu ambaye hakuiwahi takbira ya mwanzo. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, man salla lillahi, mwenye kusali kwa ajili ya Allah, 40 yawman fil jamaa, siku 40 anasali jamaa, yudriku takbirata alula, akawa anaiwahi takbira ya mwanzo. Siku 40 sala zote za faradhi kasali jamaa nyuma ya imamu na anawahi takbira ya mwanzo. Lahu baraatani, anaandikiwa kuepushwa na mambo mawili, baraatun minan nifaqi wa baraatun minan nar. Anawekwa mbali na unafiki, yale magonjwa ya upungufu wa imani hayawezi kumnyemelea, na anawekwa mbali na kuingia motoni. Katika orodha ambayo ya watu majina yao yanaitwa motoni, yeye anakuwa hayumo. Maana siku hiyo ya matokeo wengine watakuwa wanaitwa huku, wengine wanaitwa huku, wengine TVZ, wengine wanaitwa Sauti ya Tanzania Zanzibar, ingawaje siku hizi inaitwaje, shirika la habari la Zanzibar. Lakini wanaoitwa huku wanajulikana, hawa ni failure, na wanaoitwa huku hawa ndo wanaitwa watu wamescore, wana good pass. Sasa mtu ambaye kaperform vizuri kwenye hizi ibada zake anaweza akafikia kiwango cha kwamba huyu ni mtu, huku upande wa pili hatajwi kabisa, upande wa kushoto rekodi zake zote au nyingi ziko huku kulia tu. Allah atuwafikishe na sisi tuweze kufikia viwango hivyo. Halafu tulisoma katika darasa zilizopita kwamba siku ya Kiyama kunafanywa ukaguzi wa faradhi zote, lazima zikutikanwe kamili. Uliishi miaka 40 ya ibada duniani, ina maana ulipaswa uswali swala za faradhi kuanzia siku ulobaligh, lazima zikutikanwe kamili, zote zinakaguliwa siku baada ya siku. Halafu kama zimo zote kamili, pia zinaangaliwa na thamani yake, ni nzuri kwa 50%, 75%, 60%, 80%, 90% au 100%. Halafu inawekwa ile kiwango chake, unalipwa. Kuna kasoro hazimo nyingine, una deni unadaiwa, na deni la huko faradhi moja ya swala ambayo iliachwa kwa makusudi ni kukaa motoni kwa muda wa hukuba moja. Hayo aliyoyaona Mtume alipokwenda hiyo safari yake ya Isra na Miraj, akaona kwamba wengi ni wa motoni katika umati wake ni wanawake, kakaguzwa pia na adhabu mbalimbali na makosa yanayopelekea watu kupata adhabu hizo. Amesema Mtume, nimekaguzwa moto na pepo, neema za peponi nimeona na adhabu za motoni nimeona, lakini motoni sikupatapo kuona adhabu kubwa anayoadhibiwa mtu kuliko mtu ambaye kakirimiwa na Mungu kujua aya moja halafu akaisahau. Yani mtu aliyokirimiwa na Mungu aya moja kuijua kesha akaisahau, adhabu yake haifanani na yoyote katika watu wa motoni. Achilia mbali makafiri, huyu alikuwa ni muumini, karuzukiwa kuijua aya moja halafu akaisahau. Sikuisahau kwamba alikuwa kaihifadhi ikamtoka. Sahau hii ni ile sahau ya dharau. Man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa wa kadhalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal adhabu al-akhirati ashad wa abqa. Atakayepuuza ukumbusho wangu mtampa dhiki zozote katika dhiki za dunia, na siku ya Kiyama ninamfufua kipofu. Atalalamika aseme, Mola wangu, mbona umenifufua kipofu na mimi nilikuwa ni mtu na macho yangu naona? Anaambiwa, kama hivi ndo unapaswa uwe leo, kwa sababu zilikuja aya zetu ukazisahau. Sahau ya dharau, yani kwamba wewe umesoma aya imekuagiza jambo, ukajua nimeagizwa hili jambo ni faradhi kwangu, kwa makusudi ukaliwacha, ndo kusahau hiyo.
hukukosea kwa bahati mbaya, unajua kwamba hili ninawajibika nilitekeleze hivi kwa makusudi, hukulipenda tu ukaliwachilia mbali, adhabu yake mtu kama huyu haifanani na mtu mwingine yoyote wa motoni. Kafanya kosa la makusudi, tena kafa nalo, hakutubu wala kuomba msamaha, kafa nalo, adhabu yake ni mbaya. Yani wewe mfanyie jeuri hata baba yako, mama yako, waziri, rais, wakati mwingine tunamtania au tunamkejeli, lakini Mungu mwenyewe, hasa Mungu mwenyewe wewe anakuagiza jambo, unajua nimeagizwa, alafu unamkatalia yeye, hasira zake zinakuwa kubwa. Na la pili, anasema Mtume, ni mtu ambaye kawacha faradhi moja ya sala kwa makusudi. Kaiacha maana kwa makusudi, kwake ni faradhi, lazima atekeleze, ni wajibu, halafu yeye mwenyewe kwa kujipenda kwake akaona it's good for nothing, haina maana yoyote, akaiacha. Kwa hiyo faini ya faradhi moja ya sala ni kukaa motoni hukuba moja. Hukuba moja ni siku 360. Siku moja ya akhira ni sawa na miaka 1000 ya hapa duniani. Piga mahesabu, sijui kuna kama miaka siku milioni 1 hivi na kidogo za hapa duniani. Ndo adhabu ya mtu aliyeacha faradhi moja ya sala kwa makusudi. Yote haya unaweza ukayafanyia compensation kwa kutubia au kuomba msamaha, kutubu na kuomba msamaha. Lakini mtu anakufa hajatubu, hajaomba msamaha. Wengi tunakuwa tunakula ujana kwanza, sala haimo, mtu hafanyi ibada, lakini siku anaopata mawaidha huko utizimani akatubu akarudi, Allah mwenyewe ndo kwa mujibu wa aya suratul Furqan, ulaika yubadilu Allahu sayiatihim hasanati. Watu wanaotubia Allah mwenyewe anajua kuwarekebishia kumbukumbu zao kwenye mafaili yao. Huyu analawama za kwamba kafanya makosa ya makusudi, kutubu hakutubu, hajaomba msamaha, kenda hivyo hivyo kienyeji. Adhabu lazima atapata. Allah atustiri. Lakini si mchezo kwamba tu hapa tunatumia neema zake, alafu na ufezuli tumfanyie, alafu hata kumuomba radhi tunashindwa. Takuomba msamaha maana hatuwezi, mabwanyenyesie. Kwa hiyo ni makosa makubwa. Sasa tuchukulie hii kesi ya kwamba kuna upungufu wa dini. Mfano, kuna mtu mwanamme na mtu mwanamke wamebalighi siku moja, kwa hiyo siku hiyo walikuwa wanawajibika watekeleze faradhi zote. Halafu kumbe umri wao ulikuwa unafanana, wamekufa siku moja, saa moja. Hawa siku ya kwenda kukaguliwa faradhi zao zitakuwa zinafanana, lakini za mwanamme zitakuwa zimetimia, za mwanamke zina kasoro. Tunajua kuna maliku yaumiddin, tunajua iko yaumuddin, siku ya malipo. Kwa hiyo wanalipwa watu walichokifanya kumfanyia huyo mlipaji, ndio wanalipa siku hiyo mlipaji. Kwa hiyo mwanamme na mwanamke waliokufa umri sawa, swala za mwanamme ni nyingi, za mwanamke zimepungua. Ingawaje kule kupungua sio deni, si kosa, lakini value ya kazi walizofanya tofauti. Inafahamika eh? Na saumu vile vile, mtu ambaye kafunga siku zote ndani ya mwezi wa Ramadhani, fadhila zake ni kubwa zaidi kuliko mtu ambaye katumia ile ruksa akaja akalipa baadaye, inapungua value. Hasa na hawa mwanamume huyu na mwanamke huyu walioishi umri sawa, hata thamani ya funga yao, na funga ni faradhi vile vile, mwanamume funga yake ina thamani zaidi kuliko mwanamke. Sasa tatizo, pamoja na yote hayo, huyu mwanamke ana vitu vingi vya makosa vinavyopunguza thamani ya amali zake. Hizo swala zake, saumu zake, sadaka zake, zaka zake zinaingia kasoro nyingi. Maana katika wasimbuliaji wepesi, hata kina mama wanakuwa wepesi kusimbulia. Katoa, lakini uje umuudhi siku moja, anakukumbusha mpaka na wajibu wake alomfanyia Mola wake, sababu alitoa chake ukapata wewe, atakukumbusha, sababu zake zinabatilika. Mwenyezi Mungu asema, ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha, enyi waumini msibatilishe sadaka zenu kwa masimbulizi na udhia. Sasa wewe hata kaa na mama watoto nyumbani, mke wako
Ilitokezea siku moja ya furaha, ana chake kakupa, kakutunukia, kakununulia shati, njoo muuzi siku moja uone. Utajuta kwa nini nilivaa, bora ningemwachia mwenyewe. Na hiyo pia inatajwa. Mtume amesema sallallahu alaihi wasallam, in ahsanta ilaiha dahra, mwanamke kaa naye tu hivyo hivyo, hata ukimfanyia ihsani dahri, yani muda wote mnaoishi unajitahidi kumfanyia mazuri tu. La taqulanna, wallahi atakuja kusema, yauma tuudhiha, siku utakayomuudhi, ma jalabtu minka khairan qatu, wallahi kwako bwana wewe sijapata khairi maisha. Siku moja uliomuudhi inafuta khairi zote ulizomfanyia tangu mkae vizuri. Akikasirika, na hili linaporomosha amali zake, ni udhia huo, inafahamika inshallah. Kwa hiyo wenyewe kama wanakasirika, wanikasirikie kwa ajili ya Allah. Mimi nanukuu hapa aya, hadithi. Aya sijamtaja mtu. Kama yanarekebishika warekebishe, amali zao zibakie salama, na wao wapendwe. Wakitahiniwa, Mungu awakute na wao wanayosubira. Wanaume wengi wametahiniwa wakakutikana wanayosubira. Nabii Ayubu kapigwa mtihani wa maradhi miaka 18. Finally Mwenyezi Mungu anampa certificate, anasema inna wajadnahu sabira. Huyu mtu wallahi tumemtahini mtihani mkubwa, lakini tumemkuta anayosubira. Mwenyewe Allah anafurahi, nyie hampendi mfurahiwe, na nyinyi mnasubira. Mnaporomosha mijineno tu mibaya, inafuta amali zenu. Kwa hiyo Mtume akawanasihi, tasaddaqna, toeni sadaka. Na kwa nini watoe sadaka? Kwa sababu inna sadaqata tutfi'u al-khati'ata kama yutfi'u al-ma'u an-nar. Sadaka inazima makosa ya mtu, dhambi zake nyingine zinafutwa kama maji yanavyozima moto, na sadaka inafanya hivyo. Kwa hiyo wanawake pia wana haki ya kufanya kazi, kufanya biashara. Pato wanalolipata walitumie katika njia za kheri, wanakuwa wakarekebisha baadhi ya makosa yanayowatokezea mara kwa mara. Ndio umuhimu wa maneno au hutuba ya Mtume kuwaambia wanawake watoe sana sadaka na kisha waombe msamaha. Istighfar inarekebisha na sadaka inasafisha. Inafahamika vizuri eh? Kwa hiyo hapa Allah kwa ujumla akasema, inni la udhi'u amala amilin minkum, mimi sipotezi amali ya mtendaji yoyote kati yenu, min dhakarin au untha, ikiwa ni mwanamume au mwanamke, ba'dukum min ba'din, nyinyi ni wenyewe kwa wenyewe. Tulifikia hapo jana. Aya inaendelea, falladhina hajaru, basi kwa wale waliofanya hijra, waliohama, waliogura. Mtume aliulizwa kuhusu hijra, akasema alhijra almuhajiru man hajara ma naha Allahu anhu, mtu muhajir ni yule aliyahama yale ambayo Mungu kayakataa. Hijra ni kuhama kilugha, na kiistilahi ni kama vile alivyofanya Mtume hijra ya kutoka Maka, pahala ambapo dini haitekelezeki, akahamia Madina, pahala atakapotekeleza dini yake vizuri. Hilo liko hai. Wakati wowote mtu aondoke pahala ambapo haishi vizuri, hata dini itakuwa kwake mashaka, atafute pahala atakapomwabudu Mola wake kwa amani. Akihama mtu kwa ajili ya Allah, ana thawabu kede kede, anachuma. Lengo la kuhama kwake ni kutaka ridhaa ya Allah na kunusuru dini yake. Kwa hiyo hili wanafanya wanaume na wanawake, walifanya, wanafanya na watafanya watu waumini kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Falladhina hajaru, kwa hivyo waliohama miji yao, wa ukhriju min diyarihim, na wakatolewa kwenye miji yao. Wamehama wenyewe au wametolewa. Mwingine anambia tutamhamisha hapa si kwao huyu, naende akatafute kwao kwa akae. Kwa ajili ya dini anahamishwa pao alipozaliwa, kwenye mali zake, kwenye ndugu zake, akaambiwa hapa utahama, akahama. Inaathiri mtu kuhama kwao alipozoea, lakini kama Mungu kakupangia mtihani huo ukufike, ukikufika ujue ukabili kwa njia nzuri. Falladhina hajaru, basi wale ambao wamehama, wa ukhriju min diyarihim, na wakatolewa kwenye miji yao, yani hajaru autanahum, wameihama miji yao, farina bidinihim,
wanakimbia kwa usalama wa kutafuta usalama wa dini yao. Dini ndio imewafanya wakimbie mji. Waaldahumul mushrikuna, wakawatoa washirikina ila alkhuruji, wamewalazimisha washirikina kutoka mji, ukawa haukaliki, watu wakatoka kwenye mji. Aldahumul mushrikuna ila alkhuruji min ad-diyari, washirikina wamewafosi watu kutoka kwenye miji. Watakaokumbwa na mkasa huo kwa ajili ya Allah wana wema mkubwa, wana thawabu nyingi, wanalipwa. Maudhi yoyote na masumbufu yoyote kwenye dini yana ujira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kustahimili maudhi ya wake zetu nyumbani kuna ujira. Kama ibada za sala huna, za kutoa zaka huna, basi ukastahimili hapo, pia unaweza ukaambulia chochote inshallah. Lakini kustahimili kuna mipaka, usije ukastahimili mpaka na dini yenyewe ikakutoka shekhi. Kama kuna maafa ya kuharibu dini yako, bora umsamehe. Lakini kuna mmoja katika mitume wa Allah, yeye alipewa mtihani wa mke. Alikuwa anatukanwa hadharani, maana yule mama kule ndani akishakereka hamu yake shote atoke nje yeye. Hata kama mume akabakia ndani kwa kuona haya, yeye anatoka nje kumchamba nje. Anaambia, anta alladhi tazumu annaka nabiyun, wewe ndio unadai mtume, wewe nabii, wewe nabii gani wewe? Nje watu wa nje wanaona aibu, wanamjia, ambia ya nabii Allah, inna hadhihi almar'atu la taliqu laki, nabii wa Mungu, mke huyu si laiki yako, hakufai, hafanani na wewe huyu, mwache. Nabii akasema, mimi nina ahadi na Mola wangu, nilimuomba Mola wangu asinipe mitihani migumu kama aliyowapa manabii wenzangu. Mwenyezi Mungu akamwambia, basi mtihani wako wewe nitakupa mdogo, ukistahimili ndo pepo yako, usipostahimili tutakosana. Kwa hiyo mimi naona haya tena kuomba vingine kwa Mola wangu, na nitastahimili hapa. Nabii huyu naambia, wewe mmeneji huyu, kaa naye huyu mtihani wako kaa naye, hebu mtunze, maana huyu kashinda kwa baba yake, kashinda kwa mama yake, hana jirani, hana ndugu. Kwa hiyo hebu wewe mdhibiti, kaa naye. Mama yangu kazi. Kwa hiyo yeye kabaki anastahimili mtihani wake huo, yale matusi tu, mambo mengine hana, lakini mdomo, tabia zake ndio hizo jeuri. Yani tahammalul adha, wamestahimili maudhi, yamewafika maudhi na wakastahimili. Kustahimili maana ni kuchukua hatua za kumwasi Mungu, lakini hutakiwi ukae tu, unatakiwa uchukue hatua. Unaumwa, utafute matibabu kwa njia zinazofaa. Umedhulumiwa, una haki ya kushtaki, ndio maana wamewekwa makadhi na sheria zipo. Unafuata taratibu ambazo hizi dini imeagiza, ndio kutahammal, kuyachukua maudhi. Min ajli dini llahi, kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya dini ya Allah. Mtu anapata maudhi ya dunia kwa ajili ya dini ya Allah. Kwa hiyo watu wanaopata vitu kama hivyo ndio wanaozungumzwa kwenye hii aya. Waqatalu wa kutilu, na wamepigana wakaua na wakauawa. Kwa hiyo walioua kwa ajili ya Mungu wana thawabu, na waliouawa kwa ajili ya Mungu wana thawabu. Ai, maana yake waqatalu adai, wale watu wote waumini waliopigana na maadui zangu. Mwenyezi Mungu ndo anayezungumza maneno haya. Waqatalu adai, na wakapigana na maadui zangu. Wakutilu fi sabili, na wengineo wakauawa kwa ajili yangu, kwenye dini yangu. La ukaffiranna anhum sayiatihim, wote hawa ninawasamehe makosa yao. Nasema hakuna anayesalimika hapa duniani, akae hapa aondoke era free, hajakosa. Hamna, lazima tunakosea, lakini hatua za kuchukua baada ya kukosea tumeelezewa. Tubu ila Allahi taubatan nasuha, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kauli kama hizo, ukishakosea basi ujue angalau kuomba radhi, kujitoa kimasomaso, upatane na Mola wako, ujirekebishe. Yote ni sehemu ya dini, tuhimizane tufanye hivyo.
watakuwa wanachukua taratibu hizi wakazitumia, Allah anasema wakimalizia vizuri, la ukaffiranna anhum sayiatihim, nitawasamehe yale makosa yao waliokosea kosea, wala udkhilannahum, na wallahi nitawaingiza, jannatin tajri min tahtiha al-anharu, pepo zinazopita mito chini yake. Yani maana yake la ukaffiranna anhum sayiatihim bimaana almawsufuna bima taqaddama min as-sifati al-hamida, wenye kusifiwa na sifa zilizotangulia nzuri zilizotajwa. La amhuwanna, wallahi nitafuta, dhunubahum, dhambi zao walizofanya ninafuta, bimaghfirati, kwa ajili ya ile fursa yangu ya msamaha niliyotoa. Watakaoitumia vizuri, basi na wao watanufaika nayo. Allah tujalie na sisi tunufaike na hiyo fursa, tuitumie vizuri. Wa rahmati, na nitafanya hivyo kwa ajili ya rehema zangu. Najua viumbe wangu wana udhaifu, wana mapungufu, wana kasoro, watanikosea, lakini kwa rehema zangu na msamaha niliyowaahidi nitawasamehe, nitatumia hizo privileges, hizo fursa zitafanya kazi. Wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu. Kwa hiyo kukosea tunakosea, tutumie hizi fursa, tutubu, tuombe msamaha. Mwenyewe anaahidi, wallahi nitawaingiza kwenye pepo ambazo zinapita mito chini yake, thawaban min indillah. Haya yote ni malipo yanayotokana na Allah. Yani wala udkhilannahum jannatin, na wallahi watakaofanya vizuri kwa sifa kama hizi, mimi nitawaingiza peponi, jannatin naim, pepo yenye neema, jazaan min Allahi au jazaan min indillah. Haya ni malipo yaliyopangwa na Allah mwenyewe, atatoa malipo kama haya ala amalihim salihah. Wanapewa haya malipo kwa sababu ya amali zao njema. Katahiniwa, kasubiri, hakuwa mtu mwenye misbehavior, kafanya utovu wa nidhamu, kabaki katika taa, hatua kachukua zinazokubalika, hakumkosea Mungu kwa sababu ya mtihani uliomfika, hakuwa na lugha ya jeuri, hakumuudhi ambaye hakustahiki kuudhiwa. Wallahu indahu husnu thawab, na Allah mbele yake kuna malipo mazuri. Yani indahu, mbele ya Allah, husnul jazai, kuna malipo mazuri. Wa hiya aljannatu, na malipo ya akhira ni pepo. Watu wote wanaotaka matokeo bora wanataka waende peponi. Allah tujalie na sisi kuwa ni watu wa peponi. Wa hiya aljannatu, hiyo ni pepo, ndo malipo mazuri. Allati, pepo ambayo fiha ma la ainu ra'at, peponi kuna mambo ambayo hakuna jicho lililopata kuyaona, wala udhunun sami'at, wala hakuna sikio lililopata kuyasikia, wala khatara ala qalbi basharin, wala hayazingatiki katika moyo wa kiumbe yote kwa sasa hapa tulipo. Pepo ni pepo, huko kuna maisha ya high life, sio ya Zantel high life ya huko, maisha ya juu. Kwa hiyo inshallah, kutokana na muda tutaishia kwenye hii aya ya 195, na biidhnillah taala leo ni mwezi 26, kesho mwezi 27 Ramadhani. Tumesema tutafunga darasa yetu, lakini kwa darasa ya tafsiri tutaimalizia leo. Tunamaliza hii aya 195 darasa ya tafsiri. Kesho darasa ipo, lakini darasa ya kufunga kesho itabidi tupeane na tatu Ramadhani na nyingine kujitayarisha na Eid, mambo ya zakat fitri. Tutakuja kuzungumza japo kidogo kidogo kwa muhtasari, alafu tutaifunga darasa yetu mpaka baada ya kufungua 6 Shawwal inshallah. Kimalizika utaratibu wa darasa zetu utaendelea kawaida katika ile miezi ya kula na mchana. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahum rabbuhum, amewaitika Mola wao, anni la udhi'u amala amilin minkum, mimi Mola wenu sipotezi thamani ya ujira wa mtendaji yoyote kati yenu, min dhakarin au untha, akiwa ni mwanamme au mwanamke, ba'dukum min ba'din, nyinyi mnategemeana baadhi yenu kwa wengine. Falladhina hajaru, wale watakaohama kwa ajili ya Allah, wa ukhriju min diyarihim, na wakafukuzwa au wakatolewa kwenye miji yao,
waudhu fi sabili, na wakaudhiwa kwenye dini yangu, waqatalu wa kutilu, wakaua na wakauawa, la ukaffiranna anhum sayiatihim, wallahi nitafuta makosa yao, wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, na wallahi nitawaingiza kwenye pepo ambayo inapita mito mbalimbali chini yake, thawaban min indillah. Haya yote ni malipo yanayotokana na Allah, karatibu Allah utaratibu huu wa kuwalipa watumishi wake, wallahu indahu husnu thawab, na Allah mbele yake kuna malipo mazuri. Naona kuna vijikaratasi hapa, nadhani vina maswali, ila naomba hivi vijikaratasi vya maswali nitavijibu kesho insha Allah. Wenye maswali kesho waje, kesho siku ya kufunga, asitoroke mtu. Alafu hili swali, karatasi hii ya jana, hii ndo nitaijibu leo, hizi nyingine naziweka kesho insha Allah. Muulizaji anasema salamu alaikum, na mjibu alaikum salam. Safari ya Mtume Musa na yule aliyempiga mtoto, Musa na Khidri, huyo anaitwa nabii Khidri, wanaita mwingine nabii, wengine wanasema si nabii, ni mcha Mungu tu. Safari ya Mtume Musa na yule aliyempiga mtoto panga, je, na yeye alikuwa mtume, sahaba au malaika? Yani tulizungumza jana, tukatoa mpaka na mifano ya kwenye suratul Kahfi, kisa cha nabii Musa na Khidri. Sasa yule aliyekuwa nabii Musa kataka kusoma kwake ndo anayeuliziwa, ndo aliyempiga mtoto. Muulizaji anauliza yule alikuwa ni mtume au alikuwa malaika au alikuwa nani? Pana kauli mbili. Wengine yule wanasema nabiyun min al-anbiyai, wengine wanasema kana rajulun salihun taqiyun, ni mtu mwema tu mcha Mungu, lakini ni mtu wa kawaida, si malaika wala haikuwa ndoto, ilikuwa ni safari ya kweli. Nabii Musa kamtafuta, kamuona, wamesalimiana, na hayo yamefanyika actually, practically, si kwa njia ya ndoto. Hakuwa malaika, alikuwa ni mtu, lakini ni mtu mwema mcha Mungu. Kama alikuwa nabii, na tunapaswa kujua kitu kimoja, tutofautishe. Mitume wako wa namna mbili. Kuna mitume wanaitwa mursalin na mitume wanaitwa anbiya, wako katika daraja tofauti. Kila rasul ni nabii, lakini si kila nabii ni rasul. Mantiki hiyo. Sasa kila rasul ni nabii, lakini si kila nabii ni rasul, kwa sababu daraja ya unabii iko chini, ni ndogo. Manabii wako wengi, lakini hawajafikia kiwango cha urasuli, kama ilivyo muislamu na mu'min. Qalat al-a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Hawa watu wa mabadu wamekuja kwa mtume, wanakuambia we mtume tumeamini. Waambie nyinyi hamjaamini, nyinyi bado hamwezi kuitwa waumini, nyinyi sio mu'min. Semeni mmesilimu tu, mmekuja mmesilimu basi. Wala ma dukhulil imanu fi qulubikum, hiyo imani wala haijaingia katika nyoyo zenu. Kwa hiyo nabiyun ni mtu kama sisi, analewa wahai na Mwenyezi Mungu, anaamrishwa waamrishe watu mema, kataze mabaya, lakini anakuwa hana power ya kutengeneza kitu kama serikali, utawala, kutumia sheria, kupigana vita, vitu kama. Kwa hiyo si mtu teza nguvu, yeye ni mtu wa mawaidha tu. Ni rasul, anakuwa ana full authority, kama kwa kina Nabii Musa, Nabii Nuhu, Nabii Muhammad na wengineo, wale walioitwa ulul azm, na wengine ulul azm, lakini kwa na kiwango cha rasul. Kwa hiyo huyu hata kama angelikuwa ni nabii, inawezekana nabii min al-anbiya, lakini alikuwa anaagizwa, anafanya mambo kwa Mwenyezi Mungu kama tulivyo Qur'ani ilivyojieleza yenyewe. Wallahu a'lamu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim wa najjina minal hammi wal ghammi wal karbil azim. ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم واختم لنا